Somo ambalo tunaendelea nalo lina ujumbe unaosema tafuta kuenenda kwa Roho ili ufaidike. Tulizungumza ama tulijenga msingi wa somo hili kwenye kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 16 hadi wa 18, pale mahali ambapo Paulo alisema na akaagiza kwamba enendeni kwa Roho, kamwe mtazitimiza tamaa za nini? Za mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo naomba tuendelee kwa kuendelea kuangalia mifano mingine michache katika Biblia ya watu ambao walienenda kwa mwili wakapata hasara badala ya faida, na walioenenda rohoni wakapata faida badala ya hasara. Walioenenda kwa Roho wakapata faida, walioenenda kwa mwili wakapata nini? Hasara. Nataka nikufundishe uone Paulo aliposema endeneni kwa Roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Nilizungumza Jumapili iliyopita, tamaa za mwili sio uzinzi peke yake. Nilizungumza Jumapili iliyopita, tamaa za mwili ni mambo yanayotuzunguka ya kimwili, amen, yanayohusu mwili, ambayo hayo yamepingana na mambo yanayohusu roho, yanayohusu Mungu. Ndio nilisema tamaa za mwili maana yake ni mambo yanayotuzunguka ya kawaida ya maisha haya ya dunia ya mwili, ambayo yanapingana na Mungu. Nikasema hizo ni tamaa za mwili. Kwa Paulo aliposema enendeni kwa Roho wala mtazitimiza tamaa za mwili, tafsiri yake haikuwa tu dhambi, ilikuwa ni maisha yanayotuzunguka ambayo yanapingana na mambo ya Mungu. Kwa lazima unaofahamu sana ili uweze kuelewa. Sawa sawa. Sasa mfano wa kwanza ni Abraham au Ibrahim na Sara. Hawa walipata hasara kwa kuenenda kwa mwili. Kulikuwa na ahadi ya Mungu kwao ya kwamba watapata mrithi kutoka kwenye viuno vyao, lakini walipoona kutimia kwa hiyo ahadi kunachelewa, wakaenenda mwilini ama wakaenenda kwa mwili, wakamsaidia Mungu kupata mtoto nje ya utaratibu wa Mungu. Walikuwa mwilini, walienenda kwa mwili. Amen. Hasara gani walipata? Hebu tusome kwanza hayo maandiko. Mwanzo 16 mstari wa 1 hadi wa 6, tutaruka tutasoma wa 12, alafu tutakwenda Mwanzo 21 mstari wa 9. Mstari wa 1. Basi Sarai mkewe Abraham hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umuingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abraham akaisikiliza sauti ya nani? Sara. Hapo kesha toka kuenenda kwa Roho, karudi wapi? Kuenenda kwa mwili. Akasikiliza sauti ya Sara, akaacha sauti ya Mungu aliyomwahidi kwamba atapata mtoto wa ahadi. Amen. Angalia mstari wa 3. Sarai mkewe Abraham akamtwaa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abraham katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abraham mumewe awe mkewe. Sara naye vile vile katoka kuenenda kwa Roho, naye karudi mwilini, anachukua ka house girl anampelekea mzee. Huyu hapa tunataka nini? Mtoto. Na nisikiliza mstari wa 4. Basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Kwa duni manake Hajiri sasa akaanza kumdharau nani? Sara. Sawa sawa. Sasa Hajiri akaanza kumdharau mama mwenye nyumba, akaanza kumdharau Sara ama Sarai. Kwa nini? Hana mimba. Sarai hana mimba. Sarai akawa duni, yani akadhaurika mbele ya nani? Mbele ya Hajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sarai akamwambia Abraham, ubaya ulionipata
na uwe juu yako. Nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako, naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na hukumu kati ya mimi na wewe. Sasa tatizo la kuenenda kwa mwili, ugomvi unaingia kati ya mume na nani? Nanielewa jamani? Mara nyingi sana, hata kwenye ndoa, hata kwenye familia, tunapokuwa mwilini, ugomvi tu, ukubali sikubali, utatokea. Tunapoangalia changamoto zetu kwa mwili ama mwilini, tukiwa mwilini, ukubali usikubali, kutatokea tu friction, kutatokea misuguano. Sasa ugomvi kati ya Sara na Abrahamu ni kwa sababu waliondoka rohoni kuenenda kwa roho, wakaingia kuenenda kwa mwili, wanasuguana. Sasa aibu niliyopata mimi nimekuwa duni, sasa nini? Sasa iwe juu yako. Hiyo lugha maana yake ni ya ugomvi. Hiyo lugha maana yake ni ya nini? Hapo juu hapakaliki nyumbani hapo. Tatizo ni nini? Kuenenda kwa mwili. Kuenenda kwa mwili. Hii itakusaidia hata wewe ambaye bado hujaingia kwenye ndoa. Siku zote ukumbuke haya mambo, kwamba kuna kujifunza. Hawa kwanza walipata magomvi kwa sababu ya kuwa mwilini. Ugomvi wao wa kwanza ulitokea kwa sababu walikuwa wapi? Mwilini. Leti mmoja angekuwa rohoni, naamini wasingefika hapa. Bwana asifiwe sana. Anaendelea mstari wa 6. Naye Abraham akamwambia Sara, tazama, mjakazi wako yu mkononi mwako, mtende lilo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Bado Abraham bado yuko mwilini, mkomeshe. Bado yuko wapi? Anaenenda kwa mwili, bado anatafuta jawabu mwilini, anatafuta jawabu kwa njia za kimwili. Yuko mbele zako, sasa mfanye unavyotaka, wewe mwenyewe si ndio ulinipa? Ni mkomeshe. Biblia inasema akamtesa. Kumtesa kaajilika watu ako, kakalala wapi? Kakakimbia. Walipata hasara ya nyumba kukosa amani, walipata hasara kwa kuenenda kwao kwa mwili, ugomvi ukaingia kati yao. Ndio maana tunasema enenda kwa roho ili ufaidike. Walipata shida, magomvi kwenye nyumba yao kwa sababu walikuwa mwilini. Tunaelewana? Kwa hii ni familia ya kwanza ambayo ni mfano wa kwanza ambao hawa walipata hasara kwa kuenenda kwa mwili. Ugomvi ukaingia kati ya mke na mume. Ugomvi ukaingia kwenye familia. Mama anaanza kumnyanyasa nani? Mtoto. Anaanza kumuonea, anaanza kumpiga, wakati yeye mwenyewe ndo alifanyaje? Maamuzi ya mwilini yakaongeza ugomvi, na ugomvi ukatoka kwa baba na mama ukaingia kwa mtoto. Yaani jakazi. Maana walioko nyumbani mwetu wote ni watoto wetu. Hata kama ni wasichana wa kazi ama wavulana wa kazi, au wote ni nini? Ni watoto. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Angalia sura ya 21 mstari wa 9. Mwanzo 21 mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 13. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri, ambaye tunajua ni Ishmaeli, si ndio? Ishmaeli. Akamwona yule mwana wa Hajiri Ishmaeli, ambaye alimzalia Ibrahim, anafanya dhihaka. Mstari wa 10. Kwa hiyo akamwambia Ibrahim, mfukuze mjakazi huyu na mwanae, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahim kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahim, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utafanyaje? Utaitwa. Naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyu naye ni uzao wako. Bwana asifiwe sana. Tatizo likaendelea kutokea kwa kuenenda kwa mwili. Wameenda kwa mwili, amezaliwa Ishmaeli. Baadaye anakuja kuzaliwa mwana wa ahadi. Lakini huyu aliyezaliwa nje ya mpango wa Mungu anaanza kufanya dhihaka kwa huyu aliyezaliwa kwa mpango wa Mungu Isaka. Anaanza kumzodoa huyu, anaanza kumtania huyu, anaanza kumdharau huyu mtoto mwingine. Sara akakasirika. Amen. Akakasirika, anamwambia baba, muondoe huyo mjakazi na mtoto wake. Mtoto wangu mimi Isaka nini na nini na nini. Maana sasa hivi Ismaeli tena sio kwake. Mwanzo alisema nitapata mtoto kwa yeye, leo kamkataa. Amen. Anamuona tena sio kwake.
Unaona, anamwambia sasa, mwanangu Isaka mimi wewe muondoe, asije akaendelea kumnyanyasa mtoto wangu. Tena amani ikakosekana, baba akakasirika, ajisikia vibaya. Shida ni nini? Mwili. Baba tena akasirika, Mungu tu ndio kabidi aingilie kati. Ibrahim, sasa haya mliyakoroga tangu mwanzo, mliyakoroga kabisa, sasa muondoe. Amen, muondoe. Lakini kwa sababu ametoka kwenye viuno vyako, na yeye nitamfanya kuwa taifa kubwa. Ukiendelea mbele utakuta akaambiwa baada ya ajili kutoka pale, malaika akakutana naye, akaambiwa jinsi Ishmaeli atakavyokuwa, atakuwa kama mbwa mwitu. Mpaka leo sasa, kwa sababu ya kuenenda mwilini, hasara iliyotokea, hawa ndugu wamekuwa ni kama mbwa mwitu, wakali, wauaji na kadhalika.